matokeo sana kuliko kuyapitia hayo mazingira magumu yanampelekea mtu kuingia kwenye hayo matokeo. Ulimwengu tuliokuwa nao ni ulimwengu ambao unataka majibu saa hiyo hiyo lakini sio ulimwengu wa kusubiri Mungu atende. Ni kwani unabii umetoka kwamba hivi na hivi na hivi. Je, unatengenezaje unabii kuweza kutokea? Kama ndani yako kuna ukame umekaa rafiki, ni ngumu unabii wowote kutokea kwenye maisha yako. Utaishia kuona watumishi wa Mungu ni waongo tu kila wakati. Lakini kumbe kuna mambo yanatakiwa kutokea kwenye maisha yako. Lakini kwa kuwa una roho ya ukame ndani yako, maizita balance kwa mbele hata. Roho Mtakatifu anasemesha hivi. Nabii nyingi zitokeni kwa nini? Roho ya ukame haiwezi kuchipusha kitu. Roho ya ukame haiwezi kustawisha kitu. Roho ya ukame haiwezi kufanya kitu kuwa hai tena. Unabii unaweza ukatoka uko hai, na ni kweli unatakiwa kutokea juu ya maisha yako, lakini kwa kuwa roho ya ukame imekuja ndani yako, vile wewe unapopokea, napokea mtumishi wa Mungu. Umepokea, umekaa wapi unabii? Umekaa ndani ya moyo wako. Ndani ya moyo kuna ukame, ndani ya roho kuna ukame. Hakuna kitakachostawi. Ni mpaka utakapoamua na utakapojua ni namna gani ya kuweza kupalilia namna gani ya kuweza kupalilia na kumwagilizia huo moyo kwa stari mpya, ili mambo yaweze kuchipua. Kuna watu wengi wamepewa nabii, kuna watu wengi wamepewa nabii, na nabii kubwa. Ni kwa nini asijatokea mpaka leo? Ndani ya mioyo yetu kuna kitu kinaitwa ukame wa kiroho, na hicho ndio kitu kinachonyonya nabii nyingi za watu. Unaanza kushtuka, hicho ndio kitu ambacho kiko ndani kinashikilia unabii wako. I told you, nimekuwa nikiuzungumza kwa habari ya watu wengi, kwa habari ya nabii. Kwa nini mambo ya nabii yatokee kwenye maisha ya watu wengi? Anambia roho ya ukame. Kwa nini roho ya ukame? Nini unafikisha kwa habari ya roho ya ukame? Akaniambia tukeni kufundisha.